Lakini kuna maeneo kadhaa yaliyoguswa katika ripoti hii ambayo mawaziri ambao mko hapa mnatakiwa mkayasimamie ili mapungufu yaliyoonyeshwa kwenye ripoti kama nitakavyozigawa kwenu baadaye yasiende kuendelea, yaende yakasimame. Nizungumzie kuhusu mifumo ya malipo. Mimi naomba TAKUKURU na CAG, hebu kaeni, angalieni, kwa sababu ndani ya serikali nadhani kuna mifumo zaidi ya 6 inayotumika kukusanya mapato sehemu mbalimbali. Naomba muangalie harmonization ya hii mifumo, tuangalie ndani ya serikali ni mifumo gani inatumika na ukusanyaji wake ukoje, kwa sababu mifumo ikiwa mingi kunatoa mwanya wa kupoteza baadhi ya mapato. Huyu katumia mfumo huyu anababaisha na mfumo huu, kwa hiyo hatuna uniformity. Naomba sana angalieni mifumo iwe harmonized, tujue mifumo gani kama ni mitatu inayotumika serikalini kukusanya fedha, kutoa fedha, kufanya matumizi ya fedha. Kwa hiyo naomba mkalisimamie hilo. Na pengine hii kuangalia mifumo inawezekana ikawa ni field ngeni kwenu. Kwa hiyo jiangalieni, kama hamuwezi tuombe msaada kwa wataalamu waje watusaidie, lakini hili si la kuchelewesha. Si la kuchelewesha. Mashirika yasiyofanya vizuri, CAG, naomba sana ulimi wako usiwe na utata. Kama kuna shirika halifanyi vizuri, tuambie hili halifanyi vizuri. Kama bodi haisimami vizuri, tuambie bodi hii haisimami vizuri, kwa sababu tutakaposema mapungufu ndipo tutakapoweza kurekebisha na tukaweza kufanya vizuri zaidi. Tukinyamaziana kwa kutizamana sura, hatutarekebisha na tutawaumiza wananchi. Naomba sana ripoti yako iwe wazi zaidi. Utakaponiletea ukaguzi wa mashirika, naomba uwe wazi zaidi ili tujue tunachukua hatua gani. Baada ya ripoti hiyo, naomba sasa nigusie ripoti ya TAKUKURU, na wenyewe niwaambie kwamba nimefurahi kusikia kwenye maelezo ya mkurugenzi mkuu kuhusu tathmini ya utendaji kazi wenu kwa mwaka 19-20 kwamba mmetekeleza majukumu yenu kwa kiwango cha 89.8 ya malengo yaliyopangwa. Sitaki kusema hongereni kwa sababu inategemea kiwango cha malengo mliojiwekea. Pengine mlijiwekea malengo ya chini. Naomba jipimeni zaidi na ongezeni zaidi juhudi. Taarifa yenu imeainisha kazi zilizotekelezwa katika majukumu ya uchunguzi na huduma za kisheria, uzuiaji wa rushwa, elimu kwa umma, pamoja na namna mlivyoshirikiana na wadau wengine katika kuzuia na kupambana na rushwa. Mmegusia pia sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa na mahakama ya mafisadi. Niwapongeze kwamba bado mnaendelea na hizo kesi, ingawa ningeomba basi ziharakishwe, kwa sababu ukiangalia idadi ya kesi mlizo nazo na zile ambazo mmeshazifanyia kazi na ziko mahakamani, karibu ni nusu kwa nusu. Kwa hiyo mimi naomba kuliko kujirundikia makesi, angalieni zile ambazo hazina misingi, haikupeni uhalali wa kupeleka mahakamani, basi mzifute ili muondoe huo mzigo kwenye faili zenu. Lakini zile ambazo zina uhalali mzifanyie kazi kwa kasi na muweze kuzifikisha kunakotakiwa. Lakini pia nimefurahi namna mlivyoanza kuandaa rasimu ya mapendekezo ya kuboresha sheria ya kupambana na rushwa. Ni kweli kwa wakati tulio nao, nadhani sheria yetu inahitaji mapitio, na niombe sana mshirikiane na taasisi nyingine zinazohusika kwenye kutayarisha sheria na kuzifikisha bungeni ili iweze kufikishwa bungeni kwa haraka. Niwapongeze kwamba mmeongeza kiwango cha kushinda kesi kufikia 9.67, na hapa kama nilivyosema, kuna kesi ambazo tunashindwa, labda hazikuwa na misingi mizuri au zilikuwa za kubambikiza. Yote yapo hayo. Kwa mkurugenzi, naomba zitizame vizuri. Zile unazohisi huna misingi mizito ya kwenda kushinda, zifute kabla hukuzipeleka huko.
kwa sababu kila siku kusoma tumepeleka kesi 300, tumeshinda 130, 100 na tumeshindwa, haileti sura nzuri kwa serikali. Kwa zile ambazo ni baseless, naomba zisifike huko, mzifute kabla hamkuzipeleka. Lakini pia kuongeza basi kiwango cha ushindi wa kesi zetu ili kuweka heshima ya serikali.